Katika miaka karibuni kumekuwa na ongezeko la taarifa ndoa kuvunjika katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Hali hii imeendelea kuwahusisha sio tu wanandoa bali jamii nzima inayotegemea misingi imara ya familia. Wewe mama aenda katafute atoke aende shambani, lakini nakuta baba kakaa nyumbani. Majukumu mengi kwa hiyo anamwegemea mama. Muda mwingine mama wengine si wavumilivu. Kwa hiyo mtu anakuta hasa nini maana ya kuwa na mume? Si bora nikae mwenyewe nijitegemee mwenyewe, kumbe naweza kujitegemea. Ndoa nyingi zinavunjika, tunazivunja sisi wenyewe wa mama. Kwa sababu mimi leo nakuta na mikopo yangu binafsi, sijamshirikisha mume wangu. Naenda kuchukua hela za mkopo kwenye vibanda umiza ambao ni nyadamu watu wanaita. Unakuta nachukua 200,000 au 300,000. Sijamshirikisha mume wangu, mradi wa maana sina. Wataalamu wa masuala ya jamii wanasema sababu kuu za kuvunjika kwa ndoa zinaanzia kwenye kutokuelewana, ukosefu wa mawasiliano, changamoto za kiuchumi pamoja na dhana mpya za maisha zinazobadilika kwa kasi katika kizazi cha sasa. Mimi ni mwanamke, mwanaume ajijua kwa yeye ni mwanaume. Atakachoniuliza mume wangu nisimpanishie sauti, inabidi nishushe sauti. Yaani kati ya watu wawili, mmoja inabidi ajifanye chini kidogo ili maelewano yawepo ndani ya nyumba. Kutokana na kuongezeka kwa malalamiko ya kuvunjika kwa ndoa, viongozi wa dini wamejitokeza kutoa maoni yao, wakisisitiza umuhimu wa kurejesha misingi ya upendo, uvumilivu pamoja na mawasiliano. Ukishaona mwanamke mara nyingi ataka aachwe, shauri bwanake ana hela, basi huyo mwanamke utabidi umtizame, atakuwa na matatizo. Kwa sababu katika swala la ndoa kuna kitu ambacho kinachotakiwa kuwa na uvumilivu. Wanawake ndio wanapambana sana kuliko wanaume. Mwanaume anashinda kwenye gapti. Hajui nyumbani kuna mboga, hajui kuna hela ya kusaga, lakini usiku anaenda anamwambia mwanamke, "Vipi hapa? Umepika nini?" Viongozi wa dini wanasema ndoa si shindano wala uwanja wa kugombana. Ni agano takatifu linalohitaji kujengwa kila siku kwa mazungumzo na kuheshimiana na kusamehe. Kumwelekeza kwa lugha nzuri tu, wala si kwa kali. Mwanamke ameumbwa na ubavu uliokunjika uliojikunja. Sasa ukitaka nyoke kikiubavu kinyoke utakivunja. Maelekezo yale ukiyazingatia katika ndoa ndio tutafaulu. Tukiyadharau ndoa lazima zivunjike. Ndio sababu msemaji kasema kwamba mwanamke ni ubavu uliopinda. Wameongeza kuwa jamii ya leo imepunguza thamani ya ushauri kabla ya wakati wa ndoa, hali inayosababisha wanandoa wengi kukosa mwongozo na changamoto zinazowakuta. Kwa ujumla, ujumbe wa viongozi wa dini wanasisitiza kuimarisha misingi ya familia, huku wakitoa wito kwa wanandoa kutafuta suluhu mapema kabla migogoro haijawa mikubwa. Ni baadhi ya viongozi wa dini wakizungumzia swala la kuvunjika kwa ndoa. Je, wewe hapo ulipo, vipi hali ya ndoa yako ikoje? Nikiripotia kutoka hapa wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Kitana Hamisi, Kimvuli cha Jamii.